Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana mchana wa leo. Amen. Nimekoka Kristo ni Bwana. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Yes. Ni masaa mazuri. Ningependa tukashiriki neno la Bwana mchana wa leo. Na nimekuja na topic ambayo tutaiando kwa muda. But today nataka tuingizie njoo kidogo. Na ninajua kwamba Bwana mbinguni atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Karibisha mtu, mwambie aingie katika hema tukapata kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu mchana wa leo kwa kuwa amekuwa mwaminifu. Nimeona matendo yake yakinishangaza. Praise the Lord. Amen. Nimetazama mambo yale Mungu anayetenda, nikashangaa naweza nikamfananisha na nini. Na hivyo basi karibu ita mtu, share tag, ambia mtu aingie tukapata kuzungumzia hili jambo mchana wa leo. It's a very sensitive topic, but we are going to tackle it today in the name of Jesus. And I know Mungu wa mbinguni atatupa ufunuo na atatusaidia tena zaidi tukaweze kunena na tukaweze kujua jinsi tutakavyoishi katika maisha haya katika jina la Yesu Kristo. Ninataka nikakuulize ni nani anayeongea katika ulimwengu wa kwako. Praise the Lord. Amen. Ninataka nikajue ni nani anayezungumza in your spiritual realm. Who speaks in your spiritual realm? Ni nani anayeongea katika ulimwengu wako wa rohoni? Hallelujah. Ningependa tu tukamwabudu Bwana mchana wa leo. Kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu na hakuna aliye kama yeye. Kile ametenda na kile anayesema kutenda lazima akatende. Hivyo basi karibuni. Ninajua kwamba watu wengine wako shughuli tofauti. Wengine wako kazini bado na wengine wameelekea kanisani kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Lakini ninaomba tu ukalisikize neno la Bwana kwa pamoja na ili tukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Katika wiki nimekutana na ndugu na akaniambia kwamba wakati ule tulipoanza hiki kipindi cha kuzungumza hapa, alikuwa amefika mahali pa kukata tamaa. Lakini akapata mahubiri niliyokuwa nikizungumzia kuhusu kukata tamaa. Na nikasema ya kwamba ukimtegemea Mungu kuna mambo lazima yatatendeka katika maisha yako. Yes. Na nikasema ya kwamba ukimtegemea Mungu na hekima ya mbingu ikuongoze kuna mambo lazima yatatendeka katika maisha yako. Yes. Na tukawa tukizungumzia mambo kadha pale. Na huyo ndugu akaniambia kwamba baada ya mazungumzo tuliyozungumza hapa, yeye alichukua hatua ya kurudi chini tena kumwambia Bwana, ninaomba tu uenende pamoja na mimi. Na hakika kutoka alipokiri na kumwambia nataka kutembea na wewe, amemwona Mungu akitembea na yeye. Praise the Lord. Katika wiki nimeona watu wakinena na wanazungumza hapa wanasema hakika tunabarikiwa. Hivyo basi ninataka kukutia moyo wewe unayenitazama, wewe unayenena na mimi katika njia tofauti. Ninakwambia kwamba Mungu wa mbinguni ana budi kukutendea jambo wala wewe unalihitaji akakutendea. Katika jina la Yesu Kristo. Ninasema ni asante pia kwa wale ambao wanashare hii broadcasting. Wengine wanashare, ninaenda timeline zao ninapata wameshare. Wengine wanabarikiwa wakiwa mbali, niko na mandugu wako mbali, Arusha, Tanzania, Kampala. Mungu wa mbinguni akabariki. Nimeona ndugu kutoka huko mbali kidogo, almost Ethiopia, huko Mungu wa mbinguni akakubariki brother. Nimeona wengine wanaongea wakiwa New York wananiambia vile wamebarikiwa. Mungu wa mbinguni akawazidishie na akawabariki tena zaidi. Ninaaminia Mungu anayeishi milele ya kwamba wewe unayetazama, wewe unayesikiza, hakuna siku hata moja Mungu ataipitisha kikombe cha amani kwako. Atakuwa anakileta, unakaa pamoja nacho katika jina la Yesu Kristo aishie milele. Na hiyo basi nataka kusema ya kwamba wewe unayetazama haya mahubiri na kuyachukua kana kwamba ni ujumbe wa kwako na una practice in your life, lazima Mungu atatenda kitu kwa sababu umepokea ujumbe wa Bwana. Si ujumbe wangu, si neno la kwangu. Na ndio maana kila masaa na kila dakika naambianga Mungu haondoe kinywani mwangu maneno ya kwangu ili akatie ya kwake ili nikaweze kufikia moyo wa mtu mahali. Na hivyo basi ninaomba mchana wa leo Mungu wa mbinguni akakubariki na akakutende mema. Nimekuja tu nisungumze na wewe. Ninataka tu tukazungumze mchana wa leo. Niambie tu unanipata ukiwa wapi, unanipata vizuri, na je wewe unatamanio gani
nani katika safari hii? Na je, wewe unajua ni nani anayeongea katika spiritual realm ya kwako? Je, wakati wewe umelala, ni nani wanaongea hapo mahali pa kwako? Praise the Lord. Ninataka tukazungumze siku ya leo, na ninataka tukaweze kujichunguza sisi binafsi. Ujiulize, mimi kama Jacqueline, wakati ule nimelala, ni nini wewe unazungumza mahali pa kwangu? Ukajiulize kama wewe ndugu na dada ambao mnanisikiza, wewe nyinyi mnajiunga na mimi siku ya leo, mkajiulize, je, ni nani anayeongea mahali pangu wakati ule mimi nimelala? Wakati ule mimi ninatembea mbele ya watu, mimi ni nani anayeongea mahali pa kwangu? Kwa sababu wakati ule kinywa cha mwanadamu kimenyamaza, lazima kuna kitu kinaongeanga mahali pa kwake. Hallelujah. Hivyo basi najua kwamba Bwana mbinguni atatubariki. Tuabudu tu kwa pamoja. Nataka tukamwabudu Bwana tu na huu wimbo unaosema kwamba tukamwabudu, tunasongea mbele zake kwa wimbo wa shukrani, na najua kwamba tutabarikiwa. Hallelujah. Karibu katika nyumba. Invite somebody today in the name of Jesus. Nukamwambia kwamba tunataka kusikia, tunataka kujua ni naye yeye anaongea katika ulimwengu wa kwako, na ninajua kwamba Bwana mbinguni atatubariki. No kambe wako na wadhi watayo, no kakwaku Yesu masiata tangulaide. No kambe wako na wadhi watayo, no kakwaku Yesu masiata tangulaide. Kuna mambe wako kivilani cha kucha sumbi, na ngoya kwinivya mwiya kwa kutamembo kunikila ngoya kwa wali wako watayo netebe wakumutange hetikila nembo yako mwenyani wa mumbi. Kubali kusema mahali pangu katika jina la Yesu Kristo. Ninaanguka miguuni pako Bwana, nikakupe ibada hii mchana wa leo. Hallelujah. Uinuliwe Bwana, uabudiwe kwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa upendo mkuu umetupenda. Nasema asante kwa fadhili zako kuu Bwana. Nimekuona ukiponya, nimekuona ukitenda, nimeona ukiokoa, nimeona ukirejesha vitu ambavyo vilikuwa vimepotea. Yesu, nina sababu ya kukuabudu mchana wa leo. Ninasema uibidiwe, ninasema uabudiwe kwa wewe ni mzuri. Asante kwa mpendo ambaye ananipata katika majira kama na haya. Yesu, ninaomba ukamuongezee hekima na maarifa. Ninaomba Yesu ukafikie tamanio la moyo wake. Tupe ufunuo neno lako katika jina la Yesu Kristo. Zungumza mahali pale Bwana, maneno yangu nenda wewe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Jesus, we love you. Lord, we worship you. Utayone wako mwenyane wa munde buya hivi. Nani kama wewe Bwana? Ninakupenda. Ninakupenda. Kuzioni wako mutisu komana nango ya kumia dunia nangu zaide ngoya kwa mokone wako no kambe wako udhiuni wako mutisu komana nango ya kumia nunduni nangu dhaide nanyalya ngoya kwa mokoni makumia komana nango ya kumia nunduni nangu dhaide ula utona sinishote. Wastahili sifa na utukufu mfalme mwenye enzi. Itikila mboya ya mwanasa huyu. Kubali ibada ya dada na ndugu huyu katika jina la Yesu Kristo. Kwa wastahili. No. Masia tatangu dhaive. Bwana wa mbinguni ninakupenda. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Utabarikiwa tu njapo mwita Bwana nene mahali pako. Utainuliwa tu. Hallelujah. Baba lukombe wako
wakiabudu wakisema mtakatifu ni wewe. Karibu nami Bwana. Udhio wako katika uweke tena yetu na kivila chako cha usume hatumia miungu ilinanda nasume hinya sirayo sivaluka mewa kumwia machasi ya mudhiuta. Haleluya. Karibu sana. Mungu wa mbinguni akakubariki. Mungu wetu anatutazama, Mungu wetu anatupenda. Karibu, karibu in the mighty name of Jesus Christ. Oh, thank you brother, thank you sister. May the Lord God do you good in the name of Jesus. Nimekuona umeingia kwa nyumba, mbingu ikakutunukie kibali, mbingu ikakutunukie hitaji la moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Karibu tukamwabudu Bwana kwa pamoja. Karibu tukalisikize neno la Bwana kwa pamoja in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Uinuliwa milele mfalme. Niambie tu mahali unanipata ukiwa. Nena na mimi tu hapo. Niandikie tu ujumbe tu hapo katika jina la Yesu Kristo. Let me recognize you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. No kani kudhaidhe Yesu. Nekwite mudhiu unene wako ni wailita tene na tene dhayo ni wako mwai. Hallelujah. Udhiu wako ukadwe milele na milele Bwana. Hallelujah. Yesu no kani kudhaidhe Yesu no kani kudhaidhe Yesu ngoya kwina mena kumutange ndio kwata kindo gai umenene Uinuliwe milele mfalme. Mfalme Mungu ishie milele katika jina la Yesu Kristo. Tunasongea mbele zako tukakuabudu Bwana. Ninalinua jina lako na kulitukuza mchana wa leo kwa kuwa umetukuka na umeshimika milele. Ni asante ni kwa ajili ya kutupa nafasi nyingine, ni kwa ajili ya kunena neno lako mchana wa leo. Baba, sisi sio wema kuliko wale ambao Jehova hawana uwezo wa kulinena. Lakini umetunuku kibali hiki ili tukaweze kulinena neno lako. Hivyo basi Jehova, ninaomba ukatusaidie. Roho Mtakatifu wa Bwana, msaidizi wa kweli ni wewe, ninakualika. Kaa pamoja na sisi tukaweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu. Mtazamaji na msikilizaji atakayenisikia na atakayelitazama neno lako, ninaomba mchana wa leo Bwana ukamfikie. Baba, ninaomba ukafikie moyo wa mtu. Ninaomba ukamfundishe. Ili neno ninaomba kalitufundishe. Ili tukaweze kujua jinsi ya kuenenda. Na hivyo basi Jehova, Roho Mtakatifu wa Bwana ukikaa pamoja na sisi ukitufundisha tutaweza kuelewa zaidi. Ninaomba ukanene mahali pangu. Mimi sina usemi kwa watu hawa, lakini naomba kinywa changu kakitia maneno ili nikaweze kunena na wao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme Mungu aishie milele. Asante kwa kuwa wewe ni mzuri na hakuna anayeweza kufananishwa na wewe. Ninakupenda na ninasema uinuliwe. Bariki kanisa hili. Bariki watu hawa wamekubali kuunganika pamoja nami katika ibada. Bwana, ninaomba ukakubali kuunganika pamoja na wao pia. Na sifa na shukrani zitakurudia milele. Hivyo basi tubariki. Baba, ni asante kwa wale mfalme amani wamekubali kuwa msaada katika broadcasting hii. Jehova, ninaomba ukawafikie. Ninaomba ukabariki maisha yao. Ukabadilishe kila jambo katika jina la Yesu. Ninapoenenda kunena katika spiritual realm yao, Baba, ninaomba ukanipe kibali nikaweze kunena, nikaweze kuondoa kila madhabahu, kila hanga inanena badala yao katika jina la Yesu Kristo ishie milele. Ninaomba kinywa changu kakitie moto kama ule uliotia katika kinywa cha Elia. Baba akasimama katika miungu na akawaambia kwamba tuenendeni tukakutane katika ibada, na hivyo basi tukadhibitisha ni nani
ni Mungu wa kweli. Ninaomba kinywa changu kikatiwa mamlaka, kinywa changu kikatiwa nguvu, nikanene katika ulimwengu wa mtu siku ya leo, ili mtu akapate kubarikiwa, ili mtu akapate kubadilishwa maisha katika jina la Yesu Kristo ishe milele. Ninakualika Roho Mtakatifu wa Bwana, may you take over, Abba Father, in the mighty name of Jesus Christ. Take over, take over, take over. May you speak, oh God, may you speak, may you speak, may you speak, may you speak. Holy Spirit of God, you are worthy, you are worthy. We love you and we honor you, we exalt your holy name. In the mighty name of Jesus Christ, nena nasi tunakusikiza, tupe ufunuo, tupe ufunuo katika jina la Yesu Kristo ishe milele. Tumeomba na hata tumeamini, na mwanadamu aseme amen. 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 Ninakupenda wewe unayekubali kuunganika nami mchana wa leo. Naomba tukazungumze mchana wa leo kuhusu ni nani anayenena in your spiritual realm. Ni nani anayenena in your spiritual realm? Je, wewe unajua kwamba kunaye mtu, kunaye kitu kinachokinena mbele yako wakati ule wewe unaweza maybe unatembea, maybe umelala, maybe watu huwezi ukaongea. Na je, unajua kwamba hicho kitu kinanena zaidi ya kuliko maneno ya kwako vile unavyonena wewe? Praise the Lord. Amen. Ninataka nikanene kuhusu kile kinachonena mbele yako. Kitu kinanena katika hanga yako, na kikinena kinanenanga sauti kuu kuliko sauti ya kwako ili unayotoa ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kidogo ni topic ambayo inaweza ikachanganya mtu, lakini ninaomba tuende kwa taratibu kwa sababu leo nimekuja nifundishe kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. In spiritual realm kuna maroho mbili wasinaongea katika hanga ya mtu. Iwapo sio roho ya Mungu inanena katika hanga ya kwako, kuna kuanga na roho nyingine inanenanga katika spiritual realm ya kwako. Je, umewaijua hili? Bwana Yesu apewe sifa. Je, umewaijua ya kwamba wewe vile unavyotembea hivi kuna kitu kinanenanga zaidi ya vile wewe unavyotembea? Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka basi nikueleze mtu wewe mwenyewe binafsi, wewe binafsi katika anga ya kwako kumeundwa katika roho mbili. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna roho ya kimbingu na kuna roho ya kiulimwengu huu tunaoishi katika hii dunia. Na hivyo basi katika ulimwengu wa rohoni, roho ya Mungu, wacha nianzie na katika ulimwengu huu tunaoishi katika ulimwengu wa mwanadamu. Hivyo basi roho ya Mungu ijapokuwa juu yako, kuna kuanga na roho nyingine inanena juu yako kama sio roho ya Mungu inanena juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hiyo roho ya kimwanadamu ndio unaonanga mtu anatembea, anafika mahali anaanza kukataliwa na watu. Yaani unaingia mahali watu walikuwa wamekusanyika, ukiingia watu wote wanadisperse. Do you know why? Kwa sababu kile kitu kinanena katika ulimwengu wa kwako sio roho ya Mungu, ni roho ya kiulimwengu, ni roho ya kukataliwa. Kwa maana Mungu wetu hawezi akanena roho ya kukataliwa ndani ya mtu. Roho ya Mungu akiwa ndani yako, akinena ndani yako, hawezi akanena kukataliwa, lazima anene kupendeka. Na hivyo basi roho ya kiulimwengu ikinena juu ya mwanadamu in spiritual realm, ndio inafika mahali unaona mtu ameingia mahali ambapo kuna watu, na wakiingia hivi watu wanaondoka. Ama mtu anaongea kitu, unasikia watu wanaulizana, na si huyu mtu ni mrembo sana, alikuwa aongea maneno machafu hivi? Sio yeye anaongea, ni ile roho ambayo inanena katika ulimwengu wa kwake. Na hivyo basi ndio upate kujua mtu ni aina gani. Tazama kile kitu anachokitenda, ili ndicho utaweza kujua kwamba anaongozwa na Mungu ama anaongozwa na madhabahu ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unanielewa chenye ninasema. Ninataka kusema na mtu ambaye roho yake inaongozwa na roho ya kiulimwengu. Na ndio nimekuja siku ya leo tukondoe hiyo roho inanena katika spiritual realm ya kwako, na tuweke roho ya Mungu ndani yako ili kaweze kunena mahali pako. Wakati ule unatembea, unafika mahali watu wanasema, na huyu mtu ni mzuri, na si huyu mtu amebarikiwa. Ni kwa sababu in your spiritual realm ni Mungu ananena, ni sauti ya mbingu inatawala katika ulimwengu wako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka nikanene na mtu ambaye in spiritual realm kile kinachonena ni roho ya umahuti, ni roho ya kupotea, ni roho ya kuangamia, ni roho ya kupoteza vitu vizuri, ni roho ya mateso. Yaani in spiritual realm kile kinachoachiliwa kunena ni roho ya kupotea. Si roho Mungu.
Nimekuambia in your spiritual realm kuna vitu mbili zinanena, ni madhabahu ya mbingu na madhabahu ya kiulimwengu. Ninataka unjiulize siku ya leo, je, ni roho gani inanena in my spiritual realm? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Je, wewe unajua kwamba majira mengine mtu anatembea, anafika mahali watu anaanza kukataliwa tu. Mtu anafika mahali alikuwa na mali inaanza kuboromoka. Alikuwa mtu ambaye alikuwa kutegemewa sana, anakuwa mtu useless. Do you know why? Ni kwa sababu katika ulimwengu wa kwake kile kitu kinachonena ni roho ya kupotea, ni madhabahu ya kupotea, ni madhabahu ya kuharibika, ni madhabahu ya kutesa yule mtu. Na hivyo basi nimekuja nikwambia kwamba unless madhabahu ya mbingu iliingia hapo, ilipress madhabahu ya kiulimwengu, hauwezi ukafanikiwa mpendwa. Huwezi ukaenda mbali, hata ukataka kwenda huwezi. You cannot. Hata ukang'ang'ana kiwango gani ili ufikie hatima ya kwako, huwezi ukaifikia, kwa sababu madhabahu yale yananena failure in your life, yananena kupatia in your life, yananena mtu useless in your life. Do you know why? Wakati ule mtu anatoka nyumbani, anafika Nairobi na anakataa kufanikiwa, anafika ile sehemu huko na unakataa kufanikiwa, si kwa sababu nyingine, ni kwa kuwa wakati ule ulikuwa unatoka kwenu kuna madhabahu fulani yalifanywa na yakaambiwa tangulieni huyu mtoto. Kikamba tukieta kudhaiwa. Sijui kiluka ya kwenu wewe unaitangaje. Ile mtu akianza kwenda, watu wanaitanga kujeni tubariki huyu mtu. Badala ya kubariki, wanamwaga pombe, pengine wanamwaga chai, ama wanaongea na mizimu. Unasikia ancestors, mampabu. Tangulieni huyu mtoto akienda akafanikiwe. Let me tell you something my brother. Hakuna kufanikiwa kuko hapo. Kwa kuwa iwapo mababu zako hata Nairobi yenyewe hajaifika, watakutangulia haja na ufike Nairobi ufanikiwe. You cannot. Praise the Lord. Na hivyo basi wakikutangulisha hiyo mizimu ikutangulie. In your spiritual realm hakuna kitu kingine kitaongeanga, ni mizimu tu. Ni mizimu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kitu kingine kizuri kitawahi fanyika katika maisha yako. Kwa sababu gani? Iwapo babu yako na nyanya yako walikuwa waganga, kile kimekutangulia ni uganga. Kwa hivyo ukifika Nairobi, failure, utakuja kukutana na nani mganga Nairobi? Uganga utakuwa unakudaisha kurudi na mashambani. Kwa sababu gani? Kile kilichokutangulia ni maroho ya mababu, na mababu wenyewe walikuwa waganga, walikuwa wachawi. Na hivyo basi ukiondoka, ndio waliambiwa kutangulie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hivyo basi in your spiritual realm kile kilipandwa maroho ya mababu. Nimekuja nikwambie, kila roho iliyopandwa katika maisha yako, hata kama ilipandwa ya watu waliokufa, katika jina la Yesu aishie milele na ikaondoke katika maisha yako, ili wewe ukaweze kuangaziwa na roho wa Bwana, ili madhabahu ya mbingu ikaweze kunena mahali pako, ili ukaweze kufanikiwa katika maisha haya. Kwa kuwa wengine wamekataa kufanikiwa kwa sababu walipokuwa wakiondoka wakianza maisha, kile kilichotangulia na maroho, kile kilichotangulia na madhabahu yaliyowekwa badala yao iwekewa madhabahu ya mbingu katika anga yao, ili weko madhabahu ya kimabebo. Bwana Yesu apewe sifa. Na hivyo basi nimekuja nikwambia kwamba when the spiritual realm imespoiliwa na maroho za mababu, simespoiliwa na madhabahu ya mateso, ndugu yangu wewe ukaenenda mahali unless Mungu ingilini. Oh yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. In your spiritual realm ni nani ananena? Ni nani ananena? Ndio maana unaona mtu ametoka nyumbani kweli amekuja, na alipokuja aliambiwa ukienda mwanangu fanikiwa, lakini ulipokuja ukaanza maisha ya kulalanga nje kama babu mwenyewe hakuanga na nyumba. Hii Nairobi wewe unafikiri utawahi pata nyumba? Na mbabu ndio anakuongoza. Bwana Yesu na apewe sifa. Ninaomba mchana wa leo Mungu akaingia katika maisha yako, akaondoa hayo madhabahu, ili wewe ukaweze kufanikiwa katika maisha. Kwa kuwa madhabahu ya Bwana ikinena, kila mizimu inanyamaza kimya, na ikinyamaza kimya mwanadamu anasimama na anaanza kunawiri katika maisha haya, katika jina la Yesu Kristo aishie milele. Amen. Sikia nikwambia mpendwa, huwezi ukafanikiwa iwapo yale madhabahu yaliyokutangulia ni madhabahu ya huko kwenu ulikozaliwa. Kataa, inuka ni useme, kila madhabahu yaliyonitangulia wakati nilipokuwa nikianza safari ya maisha, niliinuka ikanitangulia, na hii kuwa madhabahu ya mbingu ninaivunja mchana wa leo, na ninasema na ikapotee katika maisha yangu, ili nikaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Unaona msichana mrembo ndio huyu, ameingia kanisani, ameanza kuabudu, lakini kwa sababu alipokuwa akitoka nyumbani kwao, aliambiwa ancestors wa kuongoze, na ancestors shosho yako hakuolewa, shosho yako alikuwa kahaba. Hivyo basi wamekuongoza. Ukifika Nairobi unakuwa kahaba, lakini wewe ni mzuri, unataka kumtumikia Mungu. Hata ukiingia kanisani, unless wewe mwenyewe ukataane madhabahu ya kwenu, hakuna siku kahaba, hakuna siku hiyo maroho ile kutangulia itakao kuachilia, unless you accept Jesus totally. Na umwambie Bwana, badilisha maisha ya kwangu, badilisha my spiritual realm, badala ya mababu zangu wanaonena, Jehova wewe ukanene. Unless mpendo useme hivyo, hakuna siku hata moja utakawai ondoka katika mtego wa kwao. Why? Kwa kuwa madhabahu ya kwao inanena. Unaona msichana anaingia, ameingia praise and worship, anaanza kuomba, anaomba, anakuwa mtu mzuri, anafikisha miaka kama mpili akiwa madhabahu akimtumikia Mungu. Yale madhabahu yanaangalia na anaanza kushangaa, aya, kwani fulani asha tuondokea? Kwani fulani asha amepotelea aje hapa katika anga? Ni kwa sababu mbegu yako ilikuwa ya kimbingu. Lakini wale watu waliokutangulia ukija walikuwa mababu, walikuwa ancestors ambao wako wewe mjua Mungu. Hawawezi wakakuruhusu ukaenda unless wewe mwenyewe ukubali kuondoka katika hema yao ili kaweze kubarikiwa na Mungu. Msichana ndio huyu mzuri, ameanza ibada vizuri. Baada ya miaka 3 unashtukia msichana ameenda Koinange, si kwa sababu ya kitu kingine. Madhabahu yanamdaisha kurudi huko, yanamdaisha kurudi. Ninataka niongee na mtu ambaye anamjua Mungu, nikuambie rudi tena katika spiritual realm, uanze kupekua. Ukiangalia ni nini imendelay katika maisha yako, ukajua kwamba ni zile vitu zilizokutangulia ulipokuwa ukija katika maisha yako, uanze safari ya imani. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona msichana ndio huyu, anaingia kanisani, akianza ibada unasikia mbingu inashuka, akianza ibada unasikia Mungu wako hapo. Lakini baada ya muda mdogo sana, unaona yule msichana amedisappear. Huyu msichana anaanza kufanya vituko. Kijana alikuwa mzuri, alikuwa anapiga keyboard mpaka unasikia mbingu inashuka. All of a sudden anapotea. Si kwa sababu ya kitu kingine. Madhabahu ya kwao na wale ancestors waliomtangulia walikuwa walevi. Hivyo basi lazima atarudi kwa ulevi, lazima atarudi kwa mwizi iwapo walikuwa wezi. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja niongee in spiritual realm, nikwambie mpendwa, itakubidi ufike mahali uambie Jehova, fanya katika ulimwengu wa rohoni. Ninaomba ufanye msako, ukaondoe kila madhabahu ambayo amenishikilia kuendelea, ambayo amenishikilia kukutumikia, ambayo amenishikilia kutenda kilicho chema. Baba, ondoa ile madhabahu, ukapande yako ya kunawiri, ukapande yako ya kusonga mbele, kwa kuwa madhabahu ya Bwana yananena kibali kile kuchao. Madhabahu ya Bwana yananena kubarikiwa kwa mtu kila kuchao. Madhabahu ya Bwana yananena uponyaji kila kuchao. Iwapo ulitoka katika nyumbani ukaambiwa ancestors waondoke, wakutangulia walikuja wakapanda madhabahu yao, wakasema ya kwamba na afya yako itakuwa ya mashinda kila kuchao, nimekuja nikwambia unless mpendwa uondoke katika madhabahu ya ancestors, hakuna siku utakawahi toka katika mteko wako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtu anakaa katika hali ambayo sio yake, sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa kuwa mababu anamdaisha kurudi nyuma, ni kwa sababu ya hanga. In spiritual realm kile kinanena ni kitu tofauti sana, sio Mungu. Nimekuja nikwambie, na kuanzia leo Mungu aanze kunena katika mahali ya kwako. Na kuanzia leo Mungu aanze kunena in your spiritual realm, katika jina la Yesu Kristo. Ulianza maisha ikafika mahali ukamwacha Mungu, ulianza safari ya imani ikafika mahali ukamwacha Mungu. Ninataka urudi nyuma uangalie, je, nilipokuwa nikikuja ni nini iliyo neno katika safari ya kwangu kabla sijaanza safari. Ndio. Mtu ndio huyo mzuri kabisa. Mtu alikuwa kutegemewa, all of a sudden unampata kwa street akikunywa, unapata maisha yake amekuwa hohehae. Si kwa sababu ya kitu kingine. In your spiritual realm kile kilijazo kule ni failure, na hakuna siku utakawayo toka katika mtego wa failure unless you accept Jesus totally. Oh yes. Kwa kuwa kuna utofauti wa kuokolewa, kuna utofauti wa kusema I'm saved, Jesus is my personal savior, na kuna utofauti wa born again. Praise the Lord. Kuna utofauti wa be saved na kuna utofauti wa born again. My brother and my sister, I pray today, may you be born again, not even to be saved, but to be born again. Kwa maana ukiwa born again, kuna madhabahu hataweza kukutembea na wewe. Watu wengine wamestiki katika hali ya salvation, na wao wenyewe hawajabonewa again, kuzaliwa
tena ni kuzaliwa ndani ya Kristo, na Kristo ukizaliwa ndani yake hayo madhabahu yanaondoka. Kwa hivyo usitazame wokovu tu peke yake. Kwa kuwa watu wote katika ulimwengu wameokolewa, kweli wameokolewa. Ni nani anaweza akasimama akasema ni mimi ninaishi hivi kwa sababu yangu? Hapana, ni kwa sababu ya wokovu. Lakini to be born again, watu wengi wamekataa kuokolewa tena. Wamekataa kuzaliwa tena. Ni kweli umeokolewa, lakini hujazaliwa tena. Na ndio maana madhabahu lazima yatakutesa. Nimekuja ninene na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, ukaokolewe na ukazaliwe ndani ya Kristo mwenyewe, ili akaweze kupigana na madhabahu. Kwa kuwa unless Jehovah intervene in your life, hakuna kitu kinaweza kikakuondolea hiyo lawama. Hakuna kitu kinaweza kikakuondolea mateso. Hakuna kitu kinaweza kikaondoa hayo madhabahu ya kukutesa, unless Jesus ndani yako, uzaliwe ndani yake. Amen. Praise the Lord. Amen. Umekuja Nairobi mpendwa, wewe ulimtamania Mungu kuokolewa, ulitamania Mungu kukaa ndani yake, lakini inafika mahali kile kitu unaanzisha kina backfire. Kwa nini? Wale ile kitu kinanena katika ulimwengu kwako, kinanena failure, kinanena kutofanikiwa katika maisha, kinanena kutokuendelea. Kwa hivyo wewe utaendelea kama nani? Iwapo wao walifail, ndio unasikianga wengine, na ninakatana hiyo neno. Iwapo ile neno katika anga ya kwako, ninaivunja mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Unasikia mtu anakuuliza unafanikiwa ukiwa namba gapi? Kwani wewe sisi hatujawahi fanikiwa, wewe ndio utafanikiwa. Yes, utafanikiwa. Mwambie Jehova, yule nimezaliwa ndani yake, nitaweza. Hata kama nyinyi hamjawahi fanikiwa, nitafanikiwa. Kwa kuwa mimi nimezaliwa ndani ya Kristo, na Kristo ako ndani yangu. Hivyo basi neno la Bwana linasema kwamba ananiwezesha, yule alinitia nguvu, yule aliye ndani yangu ananiwezesha. Ninanena na mtu ambaye ndani yake kile kinachonena ni madhabahu ya mateso. Nikwambie, na katika jina la Yesu Kristo madhabahu ya mateso ikaondoke, na Jehova kazaliwe ndani yako, na Jehova yeye akakubali uzaliwe ndani yake, ili ukaweze kushinda vita zingine, kwa kuwa hutaweza kuzishinda unless uzaliwe ndani ya Kristo. Unaanzisha kanisa, mpendwa mtumishi wa Bwana. Unaanzisha kanisa, na kwa sababu madhabahu ya kwenu yalikuwa yakiuganga na uchawi, unaanza kanisa, madhabahu ya kwenu yanakataa, yanakwambia lazima ukuwe mganga. My God, kwa sababu wewe ulikuwa mwana wa ngano, Mungu anakutunukia tu kibali, unaanzisha madhabahu ya Mungu, lakini all of a sudden madhabahu yanaanza kushuka chini. Yale madhabahu ya kwenu yanaanza kukuonyesha venye wewe ni failure. Hivyo basi lazima uende ukatafuta backup ya mizimu. My friend, I want to tell you today, unless Jehovah aingie katika maisha yako, transform your life, you cannot make it until wewe mwenyewe ufike mahali useme Kristo zaliwe ndani yangu. Kristo kubali nizaliwe ndani yako, ili ukaweze kunieleza katika safari hii jinsi nitakavyoenenda. Na hivyo basi ukijua madhabahu ya kwenda anakudaisha kurudi nyuma, unasimama na unasema katika jina la Yesu Kristo, yule aishie ndani yangu, yule niishie ndani yake, nitashindana na hii kitu. Lazima utashinda. No matter what, lazima utashinda. Nimekuja nikuambie mpendwa, hata kama madhabahu ya kwenda anakudaisha kurudi nyuma, yani wengine wanaingia Nairobi, unafika tu hivi, kufika yani kuchange tu weather peke yake, unasikia huyo mtu ameanza kubagawa. Mtu amekuwa wazimu. Huyo mtu amekuwa hata hajielewi. Why? Kwa kuwa madhabahu alikuwa yamesema wewe hutaitoka nyumbani, yanakufuruta mpaka yakurudishe nyuma. Yaani ukipata tu pesa kidogo hivi, lazima utatupesa tukua tu hospitali. Yaani utawahi enjoy life. Kwa kuwa madhabahu yale kile kitu kinachonena katika anga ya kwako ni madhabahu ya mateso. Nimekuja nikwambie katika jina la Yesu Kristo aishe milele, na hayo madhabahu akakuachilie. Bwana wa mbingu ya tatu akakuweke huru katika jina la Yesu Kristo aishe milele. Kila utawala unanena katika spiritual realm ya kwako, ninaopiga na nguvu ya Bwana, ninaopiga na nguvu ishie milele katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni na akakuondoe katika anga ya mateso, katika anga ya kuhangaika, katika anga ya mababu, katika anga ya watu walioshindwa, katika anga ya watu waliokufa, katika jina la Yesu Kristo. Ni utakapoondoka pale, usikawahi tamani kurudi, wala usikawahi tamani kitu kinachohusikana na mizimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Nini nena katika anga ya kwako?
Neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo, neno linasema kwamba Yakobo akaenda katika ule mji, na alipoenda akamtumikia sijui ni shemeji ama nitamwita anaonekana, akamtumikia kwa kuwa alikuwa mjomba wa kwake, alikuwa anataka kitu kule. Lakini alipokuwa akiondoka, neno la Bwana linasema kwamba akaenda kalala mahali, na hapo alipolala ndipo mbingu ilianza kuzungumza. Kwa kuwa hata kama alikuwa mtu mbaya kiwango gani, mbingu ilikuwa inamtazama tu, mbingu ilikuwa inamumulika tu. Neno la Bwana linasema kwamba mkono wa Bwana uko juu yangu. Neno la Bwana linasema kwamba amenipaka mafuta nikahubiria mataifa. Lakini unakuja unapata mtu aliwekewa mafuta na Bwana, lakini yale mafuta yanapigwa na mizimu, ile mafuta inapigwa na madhabahu ya kwenu. Yale madhabahu ya kwenu yananenanga watu wa kwenu ni makahaba. Unajipata wewe unafanya ukahaba na huko unataka. Madhabahu ya kwenu alikuwa ananena watu wa huko ni watu wa masikini. Unakuja unajipata katika hali ya umasikini. Madhabahu ya kwenu yalikuwa yananena wewe ukipata kitu utafanikiwa. Unajipata wewe ukafanikiwa. Madhabahu ya kwenu yalikuwa yananena ukizaa mtoto wa kwanza lazima akufe. Ukizaa mtoto unapata mtoto wako amekufa. Nimekuja nikwambia katika jina la Yesu Kristo, mkono wa Bwana ungali juu ya kwako. Ukikubali mkono wa Bwana, utakaa katika kichwa chako na utakuongoza katika safari, na utawashindwa katika safari hii katika jina la Yesu Kristo. Pigana na madhabahu. Iwapo unaweza kusimama, simama kwa nguvu na mamlaka, na useme kila madhabahu yaliinuka wakati nilikuwa naanza safari hii, ninaipiga kwa jina la Yesu. Iwapo yaliinuka yakatangaza kufeli, nimetangaza kuendelea, nimetangaza kubarikiwa, nimetangaza kufanikiwa, nimetangaza wana wangu hawatakufa, nimetangaza ukahaba sio sehemu yangu, nimetangaza ukimwi sio sehemu yangu, nimetangaza shida sio sehemu ya kwangu. Mwambie Bwana sio sehemu ya kwangu. Mwambie Bwana madhabahu haya sio sehemu ya kwangu. Mwambie Bwana walinena wakasema sitafanikiwa Nairobi until nirudi Nairobi, hiyo sio sehemu ya kwangu. Mwambie Bwana kana mimi na mkono wako ukae juu yangu, uniongoze, and you will see how God do works. How God do his marvelous. Vile yanatenda kazi yake. How God can change situation ile ilikuwa inaonekana ni kana kwamba iwezi. Sure. Umeelewa nini? Ni nini nanena katika ulimwengu wako? Wewe ukijichunguza ni nini nanena katika ulimwengu wako? Oh yes. Ninataka nikwambie mpendwa, unless uikatae, unless umwambie Bwana nataka kuzaliwa ndani yako, uwezi ukatoka katika hiyo hali. Ndio. Na hivyo basi nimekuja nikwambie, mwambie Bwana mchana wa leo niokoe. Hata kama walinena nini, sitaki kujua walinena wakasema nini. Kile ninachotaka kujua ni wewe Mungu, kile umepanga katika maisha yangu, na ni lazima niendelee pamoja na wewe. Mwambie Bwana niongoze. Oh yes. Tutaendelea na hii topic kwa kuwa ni lazima watu wa Mungu watoke katika utesi. Ni lazima watu wa Mungu watoke katika hali ya utumwa. Ni lazima utoke hapo until you understand your position in this world, until you understand your position in a spiritual realm. Hakuna siku hata moja wewe utakawaitoka katika utesi. Ndio. Sema hapana, hata kama mimi nilizaliwa na nikaitwa kama mbabu yangu, na mbabu yangu alikuwa mlevi, sitawahi kunywa pombe. Kama shosho yangu alikuwa malaya, sitawahi kuwa malaya. Kama shosho yangu alikuwa mchawi, alikuwa mganga, sitawahi kuwa mganga. I will serve the Lord. I will serve my master. I will serve my maker. Useme hivyo kwa moyo wako wote. Until you do that, my friend. Aha. Hallelujah. Haya madhabahu ya Yesu ikakuachilia ukaondoka tu hivi. Amen. Ndio maana unaona wale waliokuja wamekubali kutumikia mizimu. Unaona mtu anafika mahali anakuambia nimeenda kuangaliliwa na hadi kelelwa. Yaani nimeenda kuangaliliwa familia yangu na si mahali pengine, wanarudi kwa ile mizimu kwa kuwa madhabahu ya mizimu ndio wao wanaitumikia. Lakini wewe unayemjua Mungu na tazama siku ya leo ni nini nanena katika anga ya kwako. Mwambie Roho Mtakatifu wa Bwana anza kunifunulia kile kilichonenwa, hata kama kile neno ni kwa mtoto mdogo. Baba nifunulie nikaweze kujua kile kilichonenwa. Kama walikuwa wananena wakisema haka kamezaliwa ni kamganga, katakuwa kanatibu huku, anza kubadilisha hayo maneno. Ukisema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitabadilisha kwetu kwa utumishi wa Bwana, lakini si kwa uganga. Unless you do that, haiwezi kukuachilia. Amen.
Iwapo wao walikuwa wananena wakisema ya kwamba hata kakizaliwa hata akawezi kakasoma, anza kubadilisha hao maneno. Ukisema nitasoma, nitakuwa an educated person, more than the way they are thinking about me. Nitakuwa zaidi ya hicho walichotarajia nikawe. Kama walikuwa wanakuita doctor, kuwa lawyer. Kama walikuwa wanakuita mtu failure katika masomo, anza kutangaza msingi wa kwako katika ulimwengu wa rohoni. Anza kujitengenezea madhabahu ya kwako katika ulimwengu wa rohoni. Ukisema nimezaliwa ndani ya Kristo na lazima nitashinda vita hii, and you will see God. Oh yes. Maana Yesu apewe sifa. Amen. Ni wangapi wamekudiscourage katika safari? Ni madhabahu mangapi? Ni nini menena? Yaani unaona mtu mzuri ndio huyo amesoma kabisa na anaenda kuitisha kazi. Unafika tu hivi. Unaulizwa na what is your education level? Unasema nimefika university na makaratasi zangu ndio hizi. Unaambiwa let me see, let me check. Unaona mtu anakuangalia hivi na wewe umepita vizuri, anakuambia tunakuita kesho. Ukiondoka tu hivi, yani kile kitu kimeachiliwa katika ulimwengu wa kwako. Huwezi kubalika. Madhabahu ya kukataliwa katika jina la Yesu Kristo. Ondoka katika maisha ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu wamtumikie Mungu. And I command you by fire in the name of Jesus Christ. Yani ukifika mbele ya watu hivi, wanaanzanga kuona mapepo ndani yako. Wanaanzanga kuona mtu ambaye hana udhamana. Lakini katika jina la Yesu Kristo, hiyo roho hiyo fasi iliyovalishwa ulipokuwa ukiondoka kwenu, iliyoachiliwa katika ulimwengu wa kwako, ninaiondoa katika jina la Yesu. Na ninatangaza moto wa Bwana ukakonsume hiyo vasi, likaondoka katika maisha yako, ili wewe ukawa mtu wa kutegemewa, ili wewe ukawa mtu ambaye unaweza kusimama na kumtumikia Bwana kwa dhamana na kumwambia Bwana umenitoa. Hata wakikudaisha wanapata, wewe uweze ukashikika. Why? Kwa kuwa umezaliwa ndani ya Kristo na madhabahu ya Jehova ndio ananena. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu zingine za kuendelea katika safari. Katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza katika ulimwengu kwako, kile kimekutesa kwa miaka mingi kikaondoke, ili ukaweze kumtumikia Bwana, ili ukaweze kuwa na furaha ya maisha haya. Hivyo basi kuanzia leo, Bwana wa mbingu ya tatu akaanza kukufundisha wewe jinsi utakavyoelewa ni nini linalonena katika ulimwengu kwako. Na utakapoijua, anza kudili naye. Hata ikiwezekana niandikie ujumbe hapo. Niambie kile kinachokutesa. Tuanze kudili nacho katika jina la Yesu Kristo. Lazima utoke katika utesi na mbingu ikakuangazia. Kwa kuwa anasema ya kwamba nitakubariki. Kwa jina la Yesu. Mashambani nitakubariki. Mjini nitakubariki. Lakini wengine wakikuja, sasa hivi wewe kitu kikatendeka Nairobi, ukatoka Nairobi urudi na mashambani. Ni nini unaweza enda nayo? Na umekuja Nairobi umekaa for 20 years. Ni nini unaweza rudi nayo? Wewe umeniuliza swali kama hili. Ni kwa sababu kile kinanena failure. Hivyo basi wewe unapatanga pesa ya mkono, mdomo. Yaani ukishika ni ya tumbo. Hata uwezi ukasave hata single cent. Kwa sababu madhabahu ya kwenu inasemanga huku watu hawafaniki wangu. Huku watu hawajuani na banki. Huku watu hawatawajuani na kuweka pesa. Katika jina la Yesu Kristo, ninanena katika mikono ya kwako. Bwana aanze kuachilia resources. Bwana aanze kuachilia financial breakthrough. Bwana aanze kuachilia vitu vikubwa ili ukaweze kufanikiwa katika maisha. Na hivyo basi nimenyamazisha madhabahu yote yalikuwa yananena kinyume cha kwako, ili mbingu ikanene mahali pa kwako na uanze kumuona Mungu katika safari hii. In the mighty name of Jesus Christ, ninakuombea kibali cha Bwana kikakutangulia uendako. Bwana akakufua hiyo fasi ambalo ni la utesi katika maisha yako, akaatilie fasi ambalo ni ya kupendeka, ili wewe utakapoenda ukapendeke, ili chochote utakachokifanya kikafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Acha nisome chumbe 2 tu hapa. And I know Mungu wa mbinguni atatubariki. Amen. Praise the Lord. Sisomi mingi, 2 tu. Ndugu anasema, praise the Lord pastor. Niko na miaka 12 kutoka nikuja Nairobi. Na kila kazi nikifanya miezi 3 aishangi. Mwezi wa kwanza, wa pili, nikipata pesa mwezi wa 3, ninasimamishwanga kazi. Oh my God. Brother, katika jina la Yesu Kristo toka katika hiyo hali.
hiyo madhabahu nanena katika spiritual realm ya kwako. Ndio iwezi ikakuala ukapenya zaidi ya hapo. Lakini nitakuombea. Oh my God. I trust my God so much. I trust my God 100%. That ata transform your life. Na utakuja kutoa ushuhuda. Hivyo venye umeniandikia message, utaniandikia ninajua. Utaniandikia ukiniambia venye Mungu amekusababishia mambo kutendeka ambayo si ya kawaida. Ninatangaza katika maisha yako, usiajiriwe mwezi mmoja, wa pili, wa tatu, ajiliwa miaka na miaka. Hiyo kazi ukafanye kuresign wewe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Iwapo madhabahu yale yaliyotangazwa katika maisha yako ukiondoka, yalikuwa madhabahu ya failure, na mimi nimeyabadilisha. Jehova akakutangulie katika kazi utakayofanya, akakutangulie ili utakapoifanya ukapate favor katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza katika ulimwengu wako na nitazidi kukuombea, and I know you will testify in the name of Jesus. Amen. Mwingine ananiambia, Bwana Yesu apewe sifa sister. Nimeokoka na si kuwahi jua ni nini leo neno kwangu nilipokuwa nikiondoka kwetu. Kwa kuwa nikibeba mimba haifikishangi miezi miwili, na sijawahi toa mimba kwa njia zangu, lakini ikifika miezi 2 inatoka, na imetoka mimba ya 3, kama vile Mungu alivyomkumbuka Hana. Na tumbo yako ikafungwe. Iwapo madhabahu ya kwenu inanenanga watu wakibeba mimba mimba sina afya kwa mara 3 ama 4 katika jina la Yesu Kristo, na hiyo ikasimama, hiyo dhuruba ikasimama katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo, ukapata watoto. Tumbo yako nimeibariki. Nimetangaza kizazi cha kwako kisiweze kuunganika na madhabahu ya mapepo, kisiweze kuunganika na madhabahu ya mateso katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza neema ya Bwana ikabebe mimba katika tumbo ya kwako, ikakubebeshe mimba. Hiyo neema ikasababisha mimba ya kwako ikawe mwana na ukamzaa katika jina la Yesu. Nitazidi kukuombea na Mungu wa mbinguni atakubariki. Acha nisome hii, imenipendeza kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi natoka Kakamega. Na mtoto wangu alikuja university in Nairobi. Na alipokuja mwaka wa kwanza, wa pili akaanza kuokota makaratasi. Oh my God. Na alikuja nyumbani huo mwaka na akaletewa zawadi, ndio ilikuwa siku yake ya kuzaliwa. Na sasa hivi huyo mtoto amekuwa kichaa kabisa. Hiyo tutaisema nini? Mungu anaweza. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza huyo mwana mahali yako. Roho ya wazimu inatoka kwao. Roho ilitumwa ikaletwa na mtu kwa njia ya zawadi, ili huyo mtoto ateseke, ili huyo mama maisha yake yakuwe ya kuteseka, ya kulia kwa sababu ya kizazi cha kwake. Kama kizazi cha kwake kule alitoka, aliambiwa utakapoleka utawahi kuwa na furaha ya ndoa. Nimetangaza katika jina la Yesu Kristo, hiyo ndoa lazima itakuwa na furaha, kwa kuwa Mungu wa Israeli utaponya huyo mtoto na atakuwa salama. Ninatangaza hiyo roho katika jina la Yesu ikaachilie mtoto mali amefungwa, hata kama amefungwa na minyororo inakaa namna gani, ninamfungua katika jina la Yesu. Ninatangaza wazimu kwa kuachilie. Jehova akasushe mkono wake wenye nguvu na mamlaka, akakuondoa katika hayo madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza uponyaji. Mama, nitaombea mwanao na najua kwamba mbingu itasikia maombi katika jina la Yesu Kristo. We have declared and I know and I trust God atakuponya, ataponya mwanao na ataponya ndoa yako. Anaendelea kusema hivi. Oh my God, wacha hiyo nisisome. Tutaongea baadaye. Baba wa mbinguni, na akafikia mahitaji ya kwako. Wewe uende kawa una hali ngumu unapitia, lakini nataka kukwambia chunguza ni nini inanena katika ulimwengu wa kwako. Chunguza ni nini hiyo inanena katika spiritual realm ya kwako. Hiyo sababu imekusababisha umekaa miaka 5 bila kazi ni nini? Ichunguze vizuri. Ni nini imekusababisha miaka 5 umekaa katika hanga ya mateso? Ni nini? Na katika kinywa chako unakiri ukisema kwamba I'm saved, Jesus is my personal savior. Personal savior kitu gani? Ni kweli, lakini wewe uko katika mateso. Toka katika anga ya mateso. Toka katika madhabahu ya mateso. Zaliwa ndani ya Kristo akakusaidia kutoka katika hali ya shida katika jina la Yesu.
Nimetangaza Bwana mbingu ya tatu akakulinde. Bwana wa mbingu ya tatu akakufikie katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mbingu ya tatu akafikia haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Na tukaombe kwa pamoja. Mfalme uishi milele katika jina la Yesu. Ninatangaza katika jina la Yesu aishie milele. Wewe hujaishindwa siku hata moja. Neno lako linasema ya kwamba wewe ukitenda umetenda. Ninatangaza katika maisha ya mpendo huyu. Bwana wa mbinguni ukamtoe katika anga hiyo aliyowekwa. Alipokuwa akianza safari ya maisha yake, iwapo ni msichana, alinenewa kaambiwa hata wifanikiwa. Nimesimama kama mtumishi wa kwako, nikatangaza katika maisha yake atafanikiwa. Iwapo ni mwanaume alifanikiwa kutoka kwao mashambani, akaja Nairobi, lakini alipofika akapata mizimu isha take over. Ninataka kutangaza katika maisha ya kwake, Baba wa mbingu ya tatu akamuokoe, akamuondoe hapo alipowekwa na mizimu katika jina la Yesu Kristo. Baba atakaye tazama, atakaye lisikiza neno hili, ninaomba Roho Mtakatifu wa Bwana ukaingia ndani yake, ukaanze kumfundisha nini nena katika anga ya kwake. Na ninajua kwamba Bwana Mungu wa Israeli utaenda kuokoa watu wa kwako, na kanisa hili litasimama. Watu hao watakutumikia, tena watakutumikia kwa uthabiti katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza wabarikiwa mijini, nimetangaza wabarikiwa mashambani, na roho ya kurudisha nyuma Bwana, ninaomba ukainuke ukiwa katika kiti chako cha rehema, ukapigana na hiyo madhabahu, ukapigana na hiyo roho, ili watu hao wakasimame, wakawe na afya, wakawe na maisha mazuri, wakawe na kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Takasa mikono yetu Bwana, ili tukaweze kupata vitu vya dhamana, zile vitu vilivyoondolewa katika anga yetu, tukaachiliwa ukame, tukaachiliwa mateso. Ninaomba ukaiondoe ili tukaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo ishie milele. Ninaomba kubariki watu wako, bariki watu hawa, ndugu na dada hawa Bwana, wabariki kwa kuwa wamekubali kubeba msalaba ili wakakutumikie. Nimetangaza ukiwa sio sehemu yao, nimetangaza madhabahu ya mateso si sehemu yao. Baba, hivyo basi tubariki na tuinua kwa kuwa wastahili. Asante mchana wa leo, asante kwa ajili ya ndugu hawa. Ninaomba kuwabariki, ninaona watumishi wako wameingia katika nyumba. Baba, ninaomba kuwabariki vile wanavyonisikiza na kunisikia. Baba, ninaomba ukawape watu wengine kuwasikiza katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza kibali cha Bwana kikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Nimewabariki na hakuna atakaye walaani katika jina la Yesu Kristo. Nimeondoa maisha ya mateso kwao na nimebariki maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na hata tumeamini. Amen. 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 Ujumbe huu unaweza ukaushia, unaweza ukupata YouTube, kwa kuwa najua kwamba Mungu wa mbinguni atatubariki na atatutenda mema. Ninaomba uchunguze tutakapokutana siku hiyo nyingine. Ninataka tu ukaniambie ni jambo gani la nena katika ulimwengu wa kwako. Ninaomba Roho Mtakatifu wa Bwana aanze kukufundisha sasa. Iwapo ni madhabahu ya kudili nayo, tutadili nayo seriously. Na lazima utatoka katika hali ya mateso katika jina la Yesu Kristo. Iwapo ni Mungu ananena katika maisha yako, basi shikilia Mungu akanene zaidi na zaidi ili ukaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninawapenda na Mungu awatende mema. In Jesus name. Amen.